Mara ya mwisho Young Africans kupoteza mchezo kwenye ligi kuu Tanzania bara ni tarehe 7 ya mwezi wa 11 ya mwaka 2024. Mchezo ambao Young Africans walifungwa mabao 3-1 dhidi ya kikosi cha Tabora United ambao hivi sasa wanafahamika kama TRA United. Kesho ni mchezo unaokutanisha Young Africans wakiwa wametoka kucheza dhidi ya Azam FC, mchezo ambao unapigwa chini ya saa 72 toka mchezo uliopita mpaka mchezo huo. Kocha wa Young Africans ameshindwa kujizuia na kusema kuwa hii ratiba si rafiki kwao. Well, even the club yesterday announced that hata club jana ilitangaza kwamba ndio tuna baadhi ya wachezaji majeruhi, 3 wa muda mrefu, Mzize, Job na Komein, pamoja na 4 wapya, 2 kutoka kwenye mechi zilizopita, hasa mechi ya mwisho Baka na Dep. Pia Boka anaendelea na hatua za kupona. Tutaona atakaa nje kwa muda gani zaidi. Anakaribia kurejea, lakini si kwa ajili ya kesho kwa uhakika. Baada ya kupona mwezi huo, kilichotokea kwenye mechi dhidi ya Dodoma kwamba karibu mwisho kwa bahati mbaya alikanyagwa kifuani na sasa anasumbuliwa na mtikisiko mkali wa kifua. Hivyo basi tuna jumla wachezaji 7 watakaokosekana kwenye mechi ya kesho, na tunapenda kuona hii kama fursa kwa wengine. Daima changamoto ndio falsafa yetu, lakini kukosekana kwa baadhi ya wachezaji muhimu hakusaidii timu, ingawa pia kunatoa nafasi kwa wengine kujituma kikamilifu kwa mafanikio ya timu, na hilo ndilo tunalolitarajia. Kesho itakuwa ni mechi yetu ya mwisho ya mzunguko wa kwanza wa ligi. Tunakutana na moja ya klabu zenye kuonyesha maendeleo makubwa sana kwa sasa. Wanakuwa sana na wanajenga kitu imara kwa ajili ya siku zijazo. Nadhani hata katika nusu ya pili ya ligi, TRA wanaonyesha nguvu kubwa sana. Tunaelewa wana mpango wa kukua na tunawaheshimu kwa hilo. Kwa hakika kesho itakuwa ni mechi ngumu sana. Kwa mara nyingine tena tuna siku 2 tangu mechi iliyopita. Mechi yenye ushindani mkali sana dhidi ya Azam FC. Na sasa tunakutana na TRA. Kwa upande wao hawakucheza raundi iliyopita, kwa hiyo wamekuwa na wiki nzima ya kujiandaa, jambo linaloongeza ugumu katika mechi hiyo. Ninatarajia mchezo wenye kasi na pressure kubwa sana, tukikabiliana na timu iliyojiandaa vizuri. Si tu kumiliki mpira bali pia kucheza chini ya pressure, na wana uwezo mzuri sana wa kuvunja pressure hiyo. Hivyo tunapaswa kuwa tayari kwa ajili ya hilo. Hata na hivyo, pamoja na changamoto tunazokutana nazo, bado tuna imani. Tupo kileleni mwa ligi, tunacheza vizuri. Hivyo kesho changamoto yetu si dhidi ya mpinzani, bali ni kujipima sisi wenyewe katika uwanja tofauti. Binafsi sijapata fursa ya kucheza katika uwanja huo, hivyo hilo pia ni jambo la kuzingatia. Natumaini uwanja utakuwa katika hali nzuri, na bila shaka itakuwa ni mechi yenye ushindani mkubwa. Tunapocheza kila baada ya siku 2, sisi ndio timu inayocheza mara nyingi kwa ratiba hiyo yenye muda mfupi sana kati ya mechi. Hatukuwa na muda wa kutosha kufanya mkakati wa kina katika mechi. Mara nyingine tunamaliza mechi, tunasafiri, tunapumzika, siku inayofuata ndio siku ya kuandaa mkakati kwa mechi inayofuata. Hivyo inatulazimu kuwa na nidhamu ya juu kiakili na uelewa mkubwa wa namna ya kukabiliana na mbinu mbalimbali za pinzani. Wachezaji wanaelewa hilo. Wakati mwingine wanacheza vizuri zaidi, wakati mwingine wanakosea, lakini daima wakiwa na mtazamo mzuri wa kujifunza, kuboresha na kukua. Hilo ndilo linalonifurahisha zaidi, kwa sababu kila mmoja anataka kuelewa na kuendelea kujiendeleza zaidi. Kuhusu mkakati, kama nilivyosema, hatuna muda mwingi. Ilikuwa hivyo kwa Azam, imekuwa hivyo kwa TRA, na itakuwa hivyo pia kwa Mtibwa Sugar. Tunachukulia kila mechi kivyake, mechi baada ya mechi, huku tukikabiliwa na muda mfupi sana katika ratiba hii. Changamoto ni kubwa, lakini tuna fikra wazi, tuna wachezaji wenye nguvu na ari, hivyo tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Kesho Young Africans wanakutana na TRA aliyewafunga siku 495 zilizopita, sawasawa na saa 11,880 zilizopita zenye dakika 712,800. Je, TRA watarejelea historia yao ya mwaka mmoja uliopita, au Young Africans wataendeleza ubabe wao kwenye ligi kuu Tanzania bara? Ni swali la kusubiri na kuona.